Rais wa Marekani Donald Trump anasema, nilimwagiza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aache kuwashambulia Hezbollah na aondoe majeshi yake huko Beirut, anasema rais huyo. Rais wa Marekani Bwana Trump alisema siku ya jana Jumatatu, zaidi akieleza kuwa mapigano yote kati ya Israel na Hezbollah yatasitishwa kufuatia msururu wa simu zilizohusisha pande zote mbili. Maana yake ni kwamba rais huyo wa Marekani alizungumza kwa njia ya simu akimpigia waziri mkuu Benjamin Netanyahu, lakini pia akizungumza na wapiganaji wa Hezbollah juu ya mashambulizi yanayoendelea. Trump alisema kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba alikuwa na wito wenye tija na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na akapokea hakikisho kwamba Tel Aviv haitatuma wanajeshi katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, baada ya tangazo la waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwamba lazima vikosi vyake vielekee katika jiji la Beirut nchini Lebanon ili tu kupambana na kundi la wapiganaji la Hezbollah. Hakutakuwa na wanajeshi watakokwenda Beirut, na wanajeshi wowote ambao wako njiani tayari wamerudishwa nyuma, Trump alisema, akiandika kupitia ukurasa wake wa Truth Social, akieleza namna ambavyo amemzuia waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutoishambulia Beirut, kwani sasa kinachoelekea ni kuuawa kwa raia wasiokuwa na hatia katika nchi ya Lebanon. Rais huyo wa Marekani alisema kuwa kupitia waamuzi wakuu aliwasiliana na Hezbollah na kupata ahadi ya kukomesha uhasama. Vivyo hivyo, kupitia kwa wawakilishi walio na nafasi kubwa, nilikuwa na wito mzuri sana na Hezbollah na walikubali kwamba risasi zote zitakoma, kwamba Israel haitashambulia na hawatashambulia Israel, aliongeza rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Umoja wa Mataifa mnamo siku ya Jumatatu ulionyesha wasiwasi mkubwa juu ya kuongezeka kwa ghasia kusini mwa Lebanon licha upatanisho wa Marekani wa kusitisha mapigano na kuzitaka pande zote mbili kuheshimu kusitishwa kwa uhasama huo. Tunasikitishwa sana na kuongezeka kwa shughuli za kijeshi kusini mwa Lebanon na kwingineko, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano na waandishi wa habari wa kila siku. Maonyo ya Israel kuhusu mashambulizi karibu katika vitongoji vya kusini mwa Beirut yanahusu sana yameongeza hofu na kutokuwa na uhakika miongoni mwa wakazi nchini Lebanon. Dujarric alisema kuwa raia na miundombinu ya kiraia lazima isilengwe na kutoa wito kwa wahusika wote kuheshimu kusitishwa kwa uhasama na kuepuka kuongezeka zaidi kwa mgogoro huo. Tunalaani upotezaji wote wa maisha ya raia, alisema. Hakuna njia mbadala ya ufumbuzi wa kidiplomasia ili kuvunja mzunguko wa kuvuruga na kufikia utulivu endelevu katika pande zote mbili za mstari wa buluu. Msemaji huyo alisema mazungumzo ya Lebanon na Israel yanayofadhiliwa na Marekani yanayotarajiwa kuanza tena mnamo siku ya leo Jumanne lazima yapewe nafasi ya kweli ya kufanikiwa. Israel imeendeleza mashambulizi yake dhidi ya Lebanon licha ya makubaliano kusitisha mapigano yaliyoanza Aprili 17 ambayo yalirefushwa kwa siku 45 kufuatia mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Marekani na Israel na kundi la wapiganaji la Hezbollah. Kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon, mashambulizi ya tangu Machi 2 yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,400 kote nchini. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hivi karibuni aliamuru kuimarishwa kwa uvamizi huo na vikosi vya nchi viteke kasri la kimkakati Beaufort. Moja ya masharti ya Iran kwa makubaliano kumaliza vita na Marekani ni mwisho wa mapigano katika pande zote, ikiwa ni pamoja na nchini Lebanon. Hata hivyo, kile alichokisema rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Israel kuondoa wanajeshi wake nchini Lebanon, lakini pia kuwataka wapiganaji wa Hezbollah kuacha kufanya mashambulizi ni kutokana na kauli iliyotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, makao makuu, likisema kwamba ikiwa Israel itaendeleza mashambulizi yake huko Lebanon, wameagiza kwamba hakuna namna isipokuwa tu ni wananchi wa kaskazini mwa Israel kuondoka mapema na haraka sana, na ni kwa sababu wanataka kufanya mashambulizi katika maeneo hayo katika kile walichosema wa Iran ni kulipa kisasi kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Israel katika maeneo mbalimbali huko Lebanon. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.